Ukienda Manzese, nyumba zote zimejengwa mjini. Asilimia 75, asilimia 80 ya nyumba zote zilizoko mjini, kwa mfano Dar es Salaam, asilimia 80. Asilimia 80 ni nyumba zilizojengwa Manzese ambazo ni watu binafsi. Hiyo ni asilimia 80. Imeshachukua nyumba zote za Dar es Salaam. Kwa hiyo asilimia 20 iliyobaki ndio nyumba za National Housing, ndio nyumba za nini na nini. Na kati ya hizo vile za National Housing au zilizoko Oysterbay na wapi, bado kuna watu binafsi wana nyumba kule. Kwa nchi yetu, kwa bahati mbaya, tunaita social housing. Social housing inajengwa na serikali za mitaa. Hakuna serikali ya mtaa Tanzania hata moja ambayo ina nyumba kwa ajili ya wananchi wake. Sensa ya majengo Tanzania mwaka 2022. Nini faida zake? Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilifanya sensa ya majengo Tanzania mwaka 2022 ambayo ni ya kwanza kufanyika nchini. Aidha, ni sensa ya kwanza ya majengo kufanyika kwa kina katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hatua hii, mbali na kutatua changamoto za muda mrefu za ukosefu wa taarifa za majengo nchini, imekidhi matakwa ya Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000 pamoja na programu mbalimbali za kitaifa, kikanda na kimataifa zinazohusiana na maendeleo ya makazi ya watu. Baada ya kufanyika kazi hii, mwishoni ikaandikwa ripoti nzima ya sensa ya majengo Tanzania. Lengo kuu la ripoti hiyo ni kutoa taarifa za kina za majengo zinazotokana na sensa ya majengo ya mwaka 2022, ikiwa ni pamoja na idadi ya majengo, sifa za jengo, upatikanaji wa huduma muhimu katika jengo na hali ya umiliki. Tutatazama kwa kifupi baadhi ya mambo yaliyochambuliwa na kufafanuliwa ndani ya ripoti hii. Kwa leo tutazungumzia kuhusu idadi ya majengo, aina ya majengo yaliyopo Tanzania pamoja na umiliki. Hatutazungumzia kila kitu kilichoandikwa kwenye ripoti hiyo kwa leo kwa sababu ni ripoti kubwa na ina mambo mengi. Kwa mujibu wa ripoti ya sensa ya majengo ya Tanzania mwaka 2022, inaonyesha kwamba Tanzania ina idadi ya majengo 1,303,372. Kati ya hayo majengo 13,907,951 yapo Tanzania bara na majengo 440,421 yako Tanzania Zanzibar. Vile vile jumla ya majengo 10,038,201 yanapatikana maeneo ya vijijini, wakati maeneo ya mijini yana jumla ya majengo 4,310,171. Idadi kubwa ya majengo kwa Tanzania bara ipo katika mkoa wa Dar es Salaam ambapo una majengo 9,13,707, ukifuatiwa na Mwanza wenye majengo 868,430 na Dodoma yenye majengo 836,909. Kwa Tanzania Zanzibar, mkoa wa Mjini Magharibi una idadi kubwa ya majengo ambayo ni 1,77,450, ukifuatiwa na Kaskazini Unguja yenye majengo 74,764. Ifuatayo ni mikoa 15 yenye idadi kubwa zaidi ya majengo kwa Tanzania bara. Mikoa hiyo kama inavyoonekana kwenye jedwali letu la pili inaongozwa na Dar es Salaam yenye majengo 913,707, ikifuatiwa na Mwanza yenye majengo 868,430, Dodoma yenye majengo 836,909, Morogoro yenye majengo 762,454 na Kagera yenye majengo
16,458. Kuna sababu nyingi zinazopelekea mikoa mingine kuwa na majengo mengi zaidi kulinganisha na mikoa mingine. Mojawapo ya sababu zinazotajwa na wataalamu ni ukubwa wa mkoa, idadi ya vitega uchumi katika mkoa husika, na fursa zilizopo kwenye mkoa husika, kiwango cha elimu na kadhalika. Tutawahoji wataalamu wetu, watafafanua zaidi kuhusu tofauti huu na idadi ya majengo kwa kila mkoa. Mkoa wa Dar es Salaam ndio unaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya majengo yenye ghorofa nchi nzima. Kama inavyoonekana kwenye jedwali letu la 3, Dar es Salaam ina majengo yenye ghorofa 32,219 ikifuatiwa na Arusha yenye majengo 7,180, Tanga yenye majengo 4,282, Kilimanjaro yenye majengo 3,540 na Mwanza yenye majengo 2,481. Tutawahoji wataalamu wetu watueleze kuna faida gani kwa mkoa kuwa na majengo mengi yenye ghorofa. Wataalamu wetu watafafanua kwa kina vitu gani husababisha baadhi ya mikoa kuwa na majengo mengi yenye ghorofa kuliko mikoa mingine, na inaashiria nini katika uchumi, katika shughuli za kijamii kuwa na majengo mengi yenye ghorofa kuliko mikoa mingine. Jedwali letu la 3 kama linavyoonyesha idadi ya ghorofa kwa ujumla na mkoa Tanzania bara. Tumeweka mikoa 15, lakini sio mikoa yote, lakini tumeweka tu mikoa michache kwa ajili ya kuonyesha idadi ya majengo ya baadhi ya hiyo mikoa. Dar es Salaam kama tulivyosema hapo awali inaongoza kuwa na majengo mengi yenye ghorofa, majengo 32,219 ikifuatia na Arusha majengo 7,180, na katika orodha hii yenye mikoa 15 utaona Tabora inashika nafasi ya 15 ikiwa na majengo yenye ghorofa 400. Lakini orodha inaendelea, kuna mikoa mingine ina majengo yenye ghorofa machache zaidi ya Tabora kama inavyoonekana kwenye jedwali. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar kwa ujumla kuna majengo 440,421. Kati ya hayo majengo yenye ghorofa ni majengo 7,466. Mkoa wa Mjini Magharibi ndio unaongoza kuwa na majengo mengi kwa ujumla na pia una majengo mengi yenye ghorofa. Mkoa huo una nyumba 177,450 na majengo yenye ghorofa ni 5,453 kama inavyoonekana kwenye jedwali letu la 4. Mimi naitwa Professor Alphonse Kesi, ni mtafiti mwandamizi, na kwa Kiingereza naita Associate Research Professor. Ni mtaalamu katika masuala ya mpango miji, kiambatanisha na mambo ya masuala ya makazi ya binadamu. Vile ninafanya utafiti kwenye masuala ya tabia nchi, climate change issues, na nyumba. Kwa kweli ni nafanya utafiti nyingi katika masuala ya nyumba, masuala ya miundombinu, infrastructure services, na hapa chuoni kwa sasa hivi nimepumzika, lakini nafanya kitu kinachoitwa part-time lecturing, part-time research. Kwa hiyo najishughulisha na mambo ya utafiti na masuala nafundisha. Sasa hivi nafundisha hasa wanafunzi ambao wanachukua degree ya 2 na ya 3, na naendelea na utafiti hasa kwenye masuala ya tabia nchi. Kwanza niseme tu kwamba majengo, watu wanafikiri majengo ni kwa ajili ya kuishi tu,
Majengo tu yana shughuli nyingi. Majengo, kuna watu wanaishi kwenye majengo. Majengo yanatumika kwa ajili ya viwanda. Majengo yanatumika kwa ajili ya biashara mbalimbali kama unavyoona mjini. Na majengo vile vile yanatumika katika mambo ya michezo na kadhalika. Na serikali iliamua kufanya hivyo kwa sababu kama unavyoona miji yetu inapanuka sana Tanzania, na majengo yanakuwa ni sehemu ya mjini na vijijini vile vile. Sio kusema vijijini hamna nyumba, zipo. Lakini kwa sasa hivi majengo mengi sana yamejengwa mjini na shughuli nyingi sana zipo katika majengo hayo. Kwa hiyo serikali ikaamua kusema kweli, zamani ilikuwa inachukua census, ilikuwa inachukua takwimu za, tuseme unachukua, sio kama unachukua sehemu yote ya majengo, lakini wanakuwa wanachukua mfano eneo fulani, wanachukua select sehemu fulani, alafu wanakuja kuchanganya pamoja kujua majengo ya kiasi. Lakini sasa hivi kama nilivyosema, miji inakuwa haraka sana na majengo yanakuwa ya ghorofa. Kwa hiyo utaona kwamba kuna haja ya kuchukua takwimu za majengo yote, hasa ya ghorofa na sio na ghorofa, na vijijini na vijijini. Sema kweli, ulisema kwa nini waliamua hiyo? Kwa sababu kama nilivyosema, kuna shughuli nyingi sana kule za kiuchumi na za kisosho, yani kifamilia, kuishi na nini. Na lakini kiuchumi hasa kwa ajili ya kupata, naanza kusema, kodi, kufanya serikali iweze kusanya kodi kufuatana na majengo yaliyoko. Na hasa kama ulivyoona hapa, siku za nyuma kulikuwa na mazuo sana ya kupata kodi, hasa kulipia kodi ya nyumba na kulipia kodi ya umeme. Kwa hiyo utaona mashirika mengi sasa, shirika la umeme, wizara ya ardhi, wanaweza kupata kodi hizi kutoka kwenye nyumba kwa kutumia hizo takwimu ambazo zimekusanywa na taasisi yetu ya takwimu. Kwanza ni kama nilivyosema hapo awali, miji inakuwa haraka sana, na miji utaona kuna tofauti ya miji wa Dar es Salaam, kuna tofauti ya miji wa Arusha, miji wa Moshi na Bukoba, hata ukienda Msoma kuna tofauti. Sasa katika nchi zetu zilizoendelea, nchi ambazo zimeendelea, ukijua idadi ya nyumba inakupa moja kwa moja uchumi wa eneo lile. Kwa sababu kama nilivyosema, nyumba zile zinatumika kwa masuala mbalimbali ya uchumi, ya makazi, na michezo na kila kitu. Sasa ukifahamu idadi ya nyumba, hata kama unataka kujua unasema level of economy ya maeneo fulani, unaweza kulinganisha. Na ndio maana serikali iliamua ichukue takwimu hizi kiwilaya, naweza kusema kiwilaya, kikata kwanza, hata mtaa, kuanzia mtaa, kata, wilaya, mkoa, na actually ujumlisha unapata nchi nzima. Na hiyo unaweza sasa kulinganisha uchumi, au kulinganisha uchumi wa labda wa sehemu fulani na sehemu fulani, na kwa kutumia tu idadi ya nyumba. Na sasa hivi hatujafikia ile level au ile hatua ambayo wenzetu kama wa Amerika wanatumia nyumba katika kubalance uchumi wao. Kama unataka kuongeza fedha, unataka kufanya nini, unatumia tu nyumba. Sasa sisi bado hatujafikia hivyo, lakini angalau hatua hii ya kwanza ya serikali kuamua kuchukua idadi ya nyumba zote na kufahamu ziko wapi na kila kitu inasaidia sana. Ilikuwa ndio kwa ajili ya kusaidia, hasa kama nilivyosema, kusanya takwimu, kusanya kufahamu watu walio kwenye hizo nyumba. La pili, ilikuwa mara nyingi unapochukua sample, ilikuwa uweze kufahamu idadi kamili ya watu, hasa katika kata, wilaya na kadhalika. Kwa hiyo sasa hivi wakaamua sasa lazima tuchukue nchi nzima, nyumba zote, na itatusaidia sana kufahamu idadi ya watu wote bila wanasema bila kugesi. Mimi kwanza niseme tu kwamba zinaashiria neno level, tunasema level ya uchumi wa sehemu. Na ukiangalia sana, ukikuta kuna ghorofa 2 na ghorofa 1, 3, 4, 5, inaonyesha kwamba eneo hili kwa kusema kweli limeendelea. Na pamoja na kwamba kuna sehemu zingine zina ghorofa, kwa mfano sehemu za Moshi huko vijijini kule maghorofa yapo, lakini unapokuja jiji la Dar es Salaam, ukiangalia jiji la Dar es Salaam, ukiangalia na mji kama Bukoba hivi, au ukiangalia mji kama
miji midogo midogo kama hii ambayo inaanza kukua kama Himo au na sehemu zingine, utaona kusema kweli jiji la Dar es Salaam lina magorofa mengi, na hii inaashiria kwamba uchumi wa Dar es Salaam ni mkubwa. Na ni kweli ukiangalia sana kwenye takwimu za serikali, nasema karibu 70% ya hela zote za au kodi yote ya nchi hii inatoka Dar es Salaam. Na Dar es Salaam sio kusema kwa ajili ya nyumba ndogo ndogo, hizi ni magorofa makubwa ambayo kama nilivyosema, magorofa haya yana watu wanaishi, lakini vile vile kuna biashara kubwa kubwa zinafanyika ndani ya hizi gorofa, ofisi, kuna viwanda kama nilivyosema, majengo mengine kwa ajili ya viwanda kama unavyoona Dar es Salaam hapa, sehemu za Chang'ombe na wapi. Kwa hiyo kwa kweli takwimu hizi za majengo na gorofa na nini zinaashiria kwamba eneo limeendelea na uchumi wake ni mkubwa. Na hii sio kwamba ni kwa sababu ya ni uchumi tu, lakini na watu ni wengi. Katika nchi zingine ukiangalia, watu wanaanza kukaa kwenye mabanda ya chini, lakini watu wanapoongezeka inashindikana katika eneo fulani, ikaonekana lazima kwenda juu ili watu waweze kukaa kwenye magorofa, na ndivyo hivyo Dar es Salaam. Watu wengi sana wanaishi kwenye magorofa sasa hivi, wamepangisha vyumba, wanafanya nini, au kuna magesti, vyumba vya biashara za magesti. Lakini hasa ni mji unavyokuwa na watu wengi, ni hivyo inahitaji magorofa ya kuhakikisha watu wanaishi kwenye hizo nyumba. Na sisi ukiangalia sheria ya mpango miji ambayo iliundwa 2007 ilisema kusema kweli unahitaji inaisa compact city. Huwezi kuwa na mji ambao ni uko katika sehemu ndogo bila kujenga magorofa. Na wenzetu wa sehemu kama Colombia au kenda Bangladesh au kenda India, kusema kweli India kama sasa hivi ni watu bilioni 1, na watu hao wanapoishi mjini ni wengi magorofa makubwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hii inaashiria kwanza watu wengi, alafu ya pili inaashiria kwamba kuna biashara nyingi tunayofanyika katika eneo hilo, na hasa ndio maana unakuta kwamba gorofa ni indicator, au unaweza kusema ni kiashiria kimoja hapo cha watu wengi walioko sehemu fulani pale. Kama jiji Dar es Salaam sasa hivi watu milioni karibu 7 sasa. Ukienda mji mwingine midogo utakuta hamna magorofa, lakini nyumba zipo zimezagaa. Na wewe mwenyewe utakumbuka kwamba siku za nyuma jiji la Dar es Salaam ilikuwa walikuwa naita ni mji ya vibanda, kwa sababu kusema kweli ulikuwa sio watu wengi sana. Watu 200,000 300,000 wanaweza kwenye nyumba za chini tu. Lakini sasa hivi kwa sababu ya miundombinu, kwa sababu ya kukaa pamoja na kuhakikisha kwamba huduma zinakuepo, basi magorofa yanajengwa ili kuweza kuaccommodate au kuwafanya watu waweze kwenye hizo nyumba ambazo ni magorofa. Na niseme ukweli kwamba magorofa yanasaidia sana kutoa huduma katika sehemu fulani, huduma ziweze kupatikana kwa kila mtu katika sehemu ndogo, badala ya zile ambao watu wanakwenda mpaka sehemu za Mapinga. Kwa mfano Dar es Salaam unatoka hapa kilomita 40 Mapinga huko, au kilomita kwenda upande wa Dar es Salaam hapa unaenda sehemu za Mbagala kule ni kupeleka huduma kote huko inakuwa ni ngumu sana. Lakini watu wakiwa karibu basi inakuwa rahisi hata zile huduma kuwafikia kwa karibu, badala ya kuzisambaza mbali ambako mara nyingine zinakosekana. Na kama huduma ya maji na maji taka, watu wanapokuwa wako mbali inakuwa ni gharama sana kupeleka huduma huko, maji taka au maji ya kawaida. Na sasa hivi utaona jiji la Dar es Salaam watu wanaanza kulalamika kwa sababu maji hamna, lakini kusema kweli ni umbali wa kupeleka haya maji. Watu wamezagaa sehemu, nyumba zimezagaa sehemu mbali sana. Kupeleka maji kule sio rahisi. Labda kama umeko katika huo mkondo haya maji, kama uko sehemu ya Mapinga huko ambako watu wanatoka maji yanatoka Ruvu chini yanapita sehemu za barabara ya Bagamoyo Road wanakuja Dar es Salaam, lakini yanakuja Dar es Salaam. Lakini kama unaangalia kusambaza maji yote, kwa mfano jiji, ni afadhali unapokuwa na magorofa, kwa sababu inakuwa rahisi kuweka watu katika sehemu ndogo, lakini vile vile hawajasambaza sana, na huduma inaweza kufikia huduma zote: shule, afya, maji taka na kadhalika. Kama nilivyosema hapa awali, inaashiria kwamba hapa ukikuta watu majengo yako mengi, ni kama nimesema, moja, watu wengi wanaishi sehemu hiyo. Na ukitaka kujua hapa ni mji, kwanza unaangalia majengo.
Ukitaka kujua hili ni jiji kubwa, unaangalia vile magorofa. Na ukitaka kujua eneo hili lina huduma zina shughuli nyingi za tunaweza kusema makazi pamoja na biashara, unaangalia ile tunaweza kusema aina majengo ambayo yapo. Sisi kimpango miji au tuseme upande wa nyumba, unaweza kusema kuna nyumba za aina nyingi. Kuna nyumba za unaweza kusema nyumba single story building. Single story building ni nyumba ambayo inakaa familia moja tu. Hiyo ikiwa ni nyumba za namna hiyo, maana yake mnachukua sehemu kubwa sana. Watu wanaishi moja moja au familia moja moja. Lakini vile vile kuna wakati mwingine kama ukienda Upanga, kuna nyumba nyingine inaishi familia mbili. Tunaziita semi detached. Hizi nyumba mbili maana yake familia moja inakaa upande huu na familia moja inakaa upande mwingine. Au row houses. Row houses ni nyumba ambazo ziko nyingi, pamoja zinashikana. Na hizo familia nazo ni nyingi. Sasa unapojenga row houses ambazo zinashikana pamoja, ambazo ni za nyumba kama mabanda hivi vile, inachukua eneo kubwa sana. Ukitaka sasa watu waweze kukaa katika sehemu ndogo na waweze kupata na huduma zingine kama za michezo na nini, unajenga magorofa. Na watu wanaenda juu, nyumba zinaenda juu, magorofa yanakuepo, na hizo tunaita sisi high rise buildings. Na high rise buildings inaendana na high density, inaendana na watu wengi. Tunaita sisi watu, msongamano wa watu katika eneo ndogo. Lakini inasaidia vile kwamba kama nilivyosema hapo awali, kupata huduma zile za karibu. Watu wengine wanasema kujenga magorofa watu waanze kupata maji. Sio kweli. Watu wakiwa sehemu karibu na wote wamekaa pamoja na ni magorofa, ni rahisi sana kuwapatia huduma zote wanazohitaji katika eneo ndogo. Badala ya zile unapokuwa nyumba zimesagaa, zimeenda sehemu nyingi, zimeenda kama unavyoona kama sehemu zingine ambazo unakuta hamna magorofa, unakuta huduma nazo inakuwa ni ngumu sana kuwasambazia huduma zote. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, population sasa au census ya Dar es Salaam na watu kama milioni 7 hivi. Ukisema tu watu wakae kwenye nyumba single story bila au nyumba moja moja, basi itafika labda Kibaha, itafika Bagamoyo, itafika Mkuranga huko, kwa sababu ya nyumba. Na of course ndio maana ni vizuri sana kuwa magorofa, na yameanza kujitokeza. Watu wanaanza kujenga, kubadilisha, kama nilivyosema, sio mambo tu ya kulala, lakini pamoja na shughuli za ofisi. Watu wanapokuwa wengi, kuna kazi nyingi sana zinafanyika sehemu. Kuna shughuli nyingi, sio kazi, kuna shughuli nyingi sana zinafanyika. Na hizo shughuli hazihitaji tu kuwa na mabanda au tuseme nyumba za chini, zinahitaji kuwa kusema magorofa na nini. Na ndio maana unaona kuna tofauti kati ya tuseme Dar es Salaam, na tofauti kati ya Dar es Salaam na Bukoba, Dar es Salaam na miji mingine midogo. Shughuli za Dar es Salaam ni nyingi na katika sehemu moja. Na shughuli hizo sio kwa ajili ya tu wakati mwingine watu wanafikiri kwamba ni shughuli tu za kiofisi, lakini kuna mambo ya biashara zile kubwa kubwa. Mtu anataka kuweka, kuna store kama nilivyosema, majengo mengine ni kwa ajili ya storage. Unaposikia watu wanakuja kuchukua kununua vitu kutoka Dar es Salaam kupeleka Zambia, kupeleka Kongo, lazima kuwe na sehemu ambayo hizo vitu wanakuja kununua vimewekwa, na haya ni majengo. Kwa hiyo kuna majengo ya gorofa, kuna majengo ya nasema godown au sehemu ya kuwekea mizigo, na hiyo ipo na lazima yawepo. Na ndio maana kuna na magorofa na kuna magodown, na magorofa yanaweza kuwa gorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na ukiangalia kama unachukua takwimu, kwa mfano jiji la Dar es Salaam pale Kariakoo, unaona kitu kinachotokea Kariakoo sasa, kwa sababu watu wengi sana wanajua kununua vitu, majengo yanapanda juu sana. Ukienda kuangalia kwenye majengo utakuta sehemu nyingi sana ya majengo ni sehemu ya kuwekea mizigo, ambayo ni tunaweza kusema vitu ambavyo vinanunuliwa, nguo, vitu vingi ambavyo vya ujenzi, vitu vya vifaa vya ujenzi na kadhalika, na vinakaa kwenye magorofa. Nyumba kama nyumba ndio inasaidia sana kuleta unaweza kusema sisi kuleta maendeleo katika sehemu. Nyumba kama nyumba sio ya kuishi tu. Nyumba kuna neno tunatumia sisi chain, house chain. Ile house chain, nyumba kama nyumba ina vitu vingi sana. Na unataka kuendelea kiviwanda, unaboresha swala la nyumba. Sensa kitu kuwa na component unasema sera ya nyumba ni kitu muhimu sana katika nchi. Na hiyo ndio inasaidia kujenga uchumi wa sehemu. Na kwa upande wetu sisi hatujaweza kuwa na sera ya nyumba kwa upande wa Tanzania.
Lakini ukiangalia kama viwanda, ukisema tu viwanda, ujenzi kama tunavyoendelea sasa hivi, kwa sababu tunakuwa uchumi wa pili wa nchi hii, ukiangalia sana viwanda vingi sana vinaendana na vitu vinaendana na vitu ambavyo vinajengwa kwa ajili ya nyumba. Viwanda, vioo, taa kama unaziona hizi taa hapa, mchanga, kutengeneza matofali, kutengeneza milango, kutengeneza vitasa. Hiyo hakuna ajira nyingi zinapatikana katika sehemu nyingi kama mambo ya nyumba. Kwa hiyo nyumba, kwa nchi hii mimi ningesema kwamba kusema kweli swala la nyumba ningepewa umuhimu mkubwa sana, hasa kwenye hii wanasema miaka 25 ya National Vision, 25 years ya miaka 25 nyingine ya uchumi wetu wa Tanzania. Ningesema kusema kweli swala la nyumba ningepewa kipaumbele, kwa sababu ndio litakuwa linatoa ajira nyingi sana, na ndio linaleta viwanda vingi sana. Kwa sababu viwanda vingi sana vinakuwa associated na nyumba. Na ukiangalia sana unapopita utaona vitu vingi sana vinakuwa kujenga nyumba. Ukiona na sio hivyo tu, ukiona ukipita mahali ukakuta crane zipo, ukuta kuna crane hii, unakuta hii inajenga hapa, unajenga, unajua ni uchumi ukikuta hakuna crane hata moja kwenye sehemu, unajua hapa uchumi uko chini. Lakini kama nilivyosema, uchumi wako ukiwa vizuri sana, kama unaangalia swala la nyumba hujapewa muhimu sana katika hii, pamoja na kwamba sisi wote hakuna mtu kati yetu ambaye akae kwenye nyumba, lakini hakuna sera ya nyumba. Lakini ukisikia unakuta kuna sera ya misitu, kuna sera ya samaki, kuna sera ya kilimo, lakini sera ya nyumba ni kitu muhimu sana, na inatoa ajira nyingi. Ujenzi wa nyumba kuanzia chini huku mpaka na link vile na fedha. Kama unataka kupata pesa za nyumba, nadhani mnaelewa nyewe, unataka kupata fedha za ujenzi, unaenda kwenye benki unachukua. Kwa hiyo sera ya nyumba ni muhimu sana, na vile swala la nyumba ni muhimu sana kuliwekea maanani, hasa huko mbele tunakokwenda. Na nadhani ndio maana serikali iliamua kuweka hiyo census data na housing data. Lakini still mimi ninachokazania ni kwamba kuwe na sera inahusu nyumba ambayo ina vitu vingi sana, na ndio italeta naweza kusema msukumo mkubwa sana katika mambo ya viwanda. Lakini nyumba zote unazoziona hapa Dar es Salaam, ukiziangalia nyumba zote kwa mfano hapa Dar es Salaam, au ukienda vijijini, au ukienda Kibaigwa, hata ukienda Moshi, hata ukienda Msoma, nyumba zile za mjini kule zote ni za wananchi wamejenga wenyewe. Na ni uzuri mmoja, kwa sababu sera yetu ya zamani ilikuwa inasema kwamba kila familia iwe na nyumba yake. Of course sasa hivi sio kila familia angalau nyumba. Ukienda Manzese, nyumba zote zimejengwa mjini. 80% ya nyumba zote zilizoko mjini, kwa mfano Dar es Salaam, 80%. Dar es Salaam tuna nyumba kama nadhani kwenye takwimu inaonyesha milioni 1 na kitu. 80% ni nyumba zilizojengwa Manzese ambazo ni watu binafsi. Hiyo ni 80%. Imeshachukua nyumba zote za Dar es Salaam. Kwa hiyo 20% iliyobaki ndio nyumba za National Housing, ndio nyumba za nini na nini. Na kati ya hizo vile za National Housing au zilizoko Oysterbay na wapi, bado kuna watu binafsi wana nyumba kule. Kwa hiyo, na kwa nchi yetu kwa bahati mbaya tunaita social housing. Social housing inajengwa na serikali za mitaa. Hakuna serikali ya mtaa Tanzania hata moja ambayo ina nyumba kwa ajili ya wananchi wake. Kwa hiyo ni question ni kwamba serikali za mtaa hawajui wananchi wake wanakaa wapi. Wanajua kwamba wanakaa, lakini kusema kweli ni jukumu la serikali za mtaa. Kila serikali ya mtaa inapaswa kujenga nyumba kwa ajili ya wale watu maskini, wale watu ambao hawawezi kujenga nyumba, na kukodisha kwa bei nafuu. Ndio zinaita sisi social housing. Nchi nyingi zina social housing kwa sababu hasa kwa ajili ya kuwapatia wananchi wao nyumba za kuishi, na hasa wale ambao hawezi. Na zina hizo za kupanga. Social housing sio za bure. Ni nyumba za kupanga za bei nafuu, ambayo of course serikali ya mtaa ikishajenga hizo nyumba zinaendelea kuwepo, lakini kwa muda mrefu. Na utaona mimi nimesoma sehemu za Sweden kidogo, nimesoma Holland kule, social housing sipo. Na unakuta mpaka maprofesa wanakaa kwenye hizo nyumba. Hajengi nyumba, wenzetu kule hawana nyumba. Asilimia labda 40 ndio wana nyumba, au 20 chini ya 40. Wambani tofauti na sisi.
kama nilivyosema, zaidi ya asilimia ngapi, 68 ni private housing, yani nyumba za watu binafsi. Sasa na hiyo ndio mimi kwa upande wangu ulikuwa unauliza swali letu kwamba nyumba ziko wapi na nani, zina watu binafsi hizo, lakini ukienda za sehemu kama unaenda, mimi nakaa sehemu za Sinza, nyumba zile zote za wananchi, hamna nyumba za public kule Sinza, hamna, zote za watu binafsi wamejenga. Kwa hiyo pamoja na kusema kwamba ni kwenye formal nilikuwa nasema, lakini hata kwenye formal areas nyumba zote ni za wananchi. Lakini mimi hasa tunapopigania swala la nyumba bora na kila kitu, tungepasha kuboresha hizo nyumba, kwa sababu tayari wananchi wamejenga nyumba badala ya serikali na badala ya government. Hizo nyumba kwa mfano zilizoko sehemu za Manzese, zilizoko sehemu za Sinza, zilizoko sehemu zote za Mbagala na wapi, zinapaswa kupata huduma muhimu, kwa sababu tayari zipo, na sio sehemu hizo tu. Nadhani hata wewe umeniambia unakaa Mapinga, kule Mapinga umepaswa kupewa miundombinu, maji taka, maji aje kule kote na nini, kwa sababu nyumba tayari zipo. Kwa kawaida wenzetu, kwa mfano ukienda kuangalia sehemu kama Botswana, Gaborone, nimeenda pale, tayari kabla hujapata kiwanja maji yameshakuepo, huduma muhimu zimeshakuepo na unapewa kinyume. Sasa kwa bahati nzuri, kusema bahati nzuri, upande wetu sisi wananchi wameshajenga nyumba na zipo tayari, na nyumba nyingine nzuri sana, na uhakika hata nyumba yako wewe ni nzuri naishi, lakini inakosa hizo miundombinu, barabara ya lami mbele ya nyumba yako, taa, naweza kuwa street lights, na hiyo ni vitu ambavyo vinaweza kuwekwa sasa, ikakazaniwa kwamba sasa hivi miaka 25 inakuja kuhakikisha hizi nyumba ambazo wananchi wamejenga na ni nzuri kuwekewa miundombinu. Na inawezekana kabisa National Housing Corporation ingekuwa ndio jukumu lao, kwa sababu nyumba ziko tayari, wao wakaenda kwenye hizo nyumba wakaanza kuweka hizo miundombinu na nini, na wananchi watalipa. Wako wana uwezo kabisa wa kulipa, kwa sababu ukiangalia hizo nyumba zilizojenga ni nzuri. Hata hiyo pale kwako amshua ukiwekewa central system utalipia maji taka, maji taka, na hata kama ni lami umewekewa kidogo mbele utalipa ili uweze kupata hiyo huduma. Na hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nafikiria tunapaswa kuwa naanza kuzungumzia swala la kuboresha hizi nyumba ambazo zimejengwa na wananchi, ni za wao, ili na lakini la pili, serikali za mtaa zianze kufikiria jinsi ya kujenga nyumba kwa ajili ya wale watu ambao hawawezi kujenga nyumba. Na kama nilivyosema, kama unahitaji miji iwe karibu magorofa, inawezekana kabisa, badala ya watu kusambaa, serikali za mtaa zikaangalia jinsi ya kujenga nyumba za kupangisha za bei nafuu na sio za kuuza. Mimi nadhani wanajenga za kuuza ndio, lakini huko mbele waangalie uwezekano wa kupatia nyumba za bei nafuu wananchi wao.